Wizara ya Elimu imeondoa hofu ya kukwama kufanyika kwa mitihani ya mwaka huu. Hii ni baada ya Hazina ya Kitaifa kutotengea mitihani ya kitaifa bajeti katika makadirio ya bajeti ya mwaka wa 2025 na mwaka wa 2026 wa kifedha. In as far as examinations are concerned, I want to say that the Committee of Education actually made a decision that they will provide the money that is required for exams. So I want to assure all learners around the country that their examination fee will be paid. Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya elimu Julius Mele, hazina hiyo imekubali kutenga bajeti ya mitihani hiyo ambayo inahitajika kima cha shilingi bilioni 6 kufanikisha mitihani yote mitatu ya KPSEA, Junior Secondary na ile ya KCSE. The issue of exams, we made it very clear that the money has to be provided. And I want to assure parents out there and everyone else that there was a commitment from the National Treasury that they shall provide the money and our students will sit for exams. Haya yanajiri huku katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok akipata wakati mgumu wa kueleza bajeti itakayogharamikia mfumo wa KEMES ambao unanuiwa kuanza usajili wa wanafunzi kutoka mfumo wa NEMES mwezi wa Julai, yani licha ya mfumo huo kukosa kuanza usajili huo mwaka jana baada ya kuzinduliwa. This upgrade is the recommendation of the Presidential Working Party. As to the exact cost, it is going to be a government-to-government arrangement. We are working very closely with the CONSA, who are our technology providers. Mfumo huo utakao kuwa ukitoa data halisi ya wanafunzi kutoka shule za msingi hadi taasisi za juu za elimu utahitaji wanafunzi kutumia kitambulisho cha kipekee cha Maisha Namba kusajiliwa. And we have agreed that they are going to supply all the learners with a unique personal identifier called Maisha Namba. All learners will get that number, and that will be the primary number that is needed to join KEMES. Bentura Kwamboka, K24, saa 1.